Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti zinaeleza kwamba uhasama uliopo kati ya Uturuki na Israel ni Syria. Mataifa yote mawili yamekuwa yakihitaji kutengeneza namna ya kuweza kuitawala Syria, ambalo inadaiwa kwamba Syria ni kama kitovu katika eneo la Mashariki ya Kati. Baada ya kuondolewa kwa utawala wa Bashar al-Assad, mataifa yote mawili yamekuwa na upinzani uliozidi kukua, ambapo kila upande umekuwa na namna unahitaji Syria, na ni katika kile kinachotajwa kila mmoja na mahitaji yake. Uturuki inatajwa kuwa na mzozo katika taifa hilo la Syria, na mzozo kati yake na Israel ni kutokana na namna ambavyo inahitaji ushawishi nchini humo kwa sababu za kiusalama, ikiwa ni pamoja na kuunda kinga dhidi ya wanaotaka kujitenga kwa Wakurdi na fursa za kiuchumi kama jukumu la kujenga upya na kupanua biashara, lakini pia inalenga kukabiliana na ushawishi wa wapinzani kama vile Iran na Urusi na kuwezesha kurejea salama kwa wakimbizi wa Syria nchini Uturuki. Sambamba na hayo ni juu ya namna ambavyo Israel imekuwa ikijitanua zaidi, huku ikiyashawishi makundi kama vile ya PKK yaliyokuwa yakiungwa mkono na utawala wa Bashar al-Assad, ambayo yalikuwa yanataka kujitenga ndani ya Syria, lakini yalifikia hatua ya kutaka kuiangusha serikali ya Recep Tayyip Erdogan. Miongoni mwa mambo mengine ambayo yanatajwa ni pamoja na usalama wa mipaka. Lengo la msingi ni kuunda eneo la buffer la usalama kwenye mpaka wake ili kurudisha nyuma dhidi ya vitisho, lakini maslahi ya kiuchumi, ambapo fursa za ujenzi mpya, sekta za ujenzi za Uturuki zinatajwa kuwa katika nafasi nzuri ya kufaidika katika kujenga Syria, lakini ushirikiano wake na kiuchumi na pia unatajwa kwamba Uturuki inataka kurejesha uhusiano wa kiuchumi na kuunda fursa za ukuaji wa kikanda na malengo mengine ya kisiasa na kijamii, ambapo kurejea kwa wakimbizi, huku Uturuki ikitajwa kwamba inataka kuweka mazingira ambayo yataruhusu kurejea salama kwa mamilioni ya wakimbizi wa Syria wanaoishi nchini Uturuki. Uturuki imeunga mkono makundi ya upinzani ya Syria na inataka kuwa na sauti katika serikali ya baadaye ya Syria ya Mohamed al-Shara. Katika kipindi hiki inaonekana pia kwamba Israel ipo katika mpango wa kuweza kuonyesha ni namna gani inaweza kuwalinda Wayahudi waliopo katika milima ya Golan, lakini pia jamii ya wachache ya Wadruz ambayo pia inasemekana ni sehemu ya Waisrael. Katika mwaka uliopita, Syria imeibuka tena kama uwanja muhimu wa mashindano ya kikanda, sio kupitia vita kamili, lakini kupitia uingiliaji wa siri, miungano iliyochaguliwa na mgomo wa kimkakati wa hivi majuzi. Operesheni za kijeshi za Israel kusini mwa Syria zilizoandaliwa kama juhudi za kuwalinda walio wachache wa Druze zimefichua nia pana zaidi, ambapo mpango wao ilikuwa ni kuanzisha eneo la buffer lisilo na nguvu za uhasama na kutawaliwa kupitia washirika wa ndani. Wakati huo Uturuki imeongeza udhibiti wake katika maeneo ya kaskazini mwa Syria, ikiunga mkono wanamgambo wa Turkmen na mirengo ya Kiarabu ya Kisunni katika jitihada za kudumisha ushawishi na kuzuia uhuru wa Wakurdi. Kinachounganisha uingiliaji kati huu unaonekana kuwa tofauti ni miunganiko ya kushangaza. Israel na Uturuki, licha ya ushindani wao wa muda mrefu na mitazamo tofauti ya kiitikadi, wanafuata maono ya Syria kama taifa dhaifu lililogawanyika. Israel inaamini kwamba ikiwa haitalidhibiti eneo hili la Syria, itakuwa ni sehemu nyingine ya Iran kuweza kupenyeza silaha na kuyafikia makundi ya wapiganaji, ikiwa ni pamoja na wanamgambo wa Kipalestina la Hamas, ambapo ilitajwa kwa siku nyingi kwamba Iran ilikuwa ikitumia Syria kama njia ya kupeleka silaha kwa makundi ya wapiganaji, ikiwa ni pamoja na kundi hilo la wanamgambo wa Palestina la Hamas, lakini pia na makundi mengine ikiwa ni pamoja na Hizbullah ya nchini Lebanon. Na hivyo hata baada ya kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad, Israel kupitia IDF ilifanya mashambulizi kadhaa ndani ya ngome za kijeshi na maeneo mengi ya Syria kwa ajili ya kuhakikisha silaha nyingi zinaharibiwa, wakihofu kwamba huenda zikaingia katika makundi ya waasi, ama kundi la al-Shara lililoingia kufanya mapinduzi, ambalo mwanzoni lilikuwa ni sehemu ya kundi la Al-Qaeda, na kulikuwa na wasiwasi kwamba kundi hili pengine lingeweza kufanya maamuzi makubwa kuwafukuza Wadruz, lakini pia kuwafukuza Wayahudi waliopo katika milima ya Golan. Na hivyo Israel ikaamua kuchukua jukumu la kuweza kupambana kuhakikisha
walio wachache wa Druze wanalindwa, lakini pia wanahakikisha hata Wayahudi waliopo katika milima ya Golan wanalindwa vizuri na amani inakuwa kwao kwa wakati wote. Hata hivyo, Uturuki na Israel zimezidi kuingia katika uhusiano mbaya hasa baada ya kusitishwa kwa vita kati ya Hamas na IDF kwa maana Israel, ambapo miongoni mwa waliohusika katika kumaliza vita hivyo ni pamoja na Uturuki. Lakini ni Israel iliyokataa kabisa kwamba Uturuki haiwezi kuleta wanajeshi wake kwa ajili ya kulinda amani ndani ya ukanda wa Gaza, kwa hofu kwamba ikiwa Uturuki ambayo inaunga mkono Palestina itakuwa sehemu ya vikosi vya kimataifa, huenda ikatengeneza ushawishi mkubwa kwa kuundwa kwa taifa la Kipalestina, lakini zaidi huenda ikahakikisha inayapa silaha makundi ya wapiganaji licha ya kwamba vita vimesitishwa, na hivyo kutengeneza hatari zaidi kwa Israel. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.